kwa jinsi ametutendea maishani mwetu. Amekuwa mwaminifu wakati wote. Katika janga hili ametufanikisha, ametushika mkono, ameponya wengine wetu. Tunazo sababu za kumshukuru. Asante Yesu, tunakuabudu na kuhimidi jina lako.
uishie milele. Tuko mbele zako asubuhi ya leo tukisema ni asante, manake wewe ni Mungu uishie milele. Kwanza Mungu, tatubu dhambi zetu ili Bwana ukaweze kutuosha na damu ya Yesu Kristo ile ilimwagika pale juu msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Mungu wa ajabu, najua kwamba kila mmoja wetu amekutenda dhambi ambayo tunajua na nyingine ambayo hatujui. Bwana, tuoja mbele zako tukitubu dhambi zetu Bwana, tukitubu hata dhambi za familia zetu, tukitubu dhambi hata za taifa yetu, ili Mungu wa ajabu asubuhi ya leo kaweze kutuosha na damu ya Yesu Kristo. Manake ulipokuwa pale juu msalabani Yesu Kristo ulisema kwamba yote yamekwisha. Kwa hivyo asubuhi ya leo Bwana, tuko na nguvu tukija katika kiti chako cha enzi na kusema kwamba wewe ni Mungu uishie milele. Asante Bwana kwa ajili ya nafsi ambazo umetupatia, uhai ambao wa bure Bwana umetupatia. Mungu, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu uishie milele. Tunakushukuru kwa sababu ya ulinzi wako kwa wiki ambayo imepita. Mungu, tulikuona ukiwa Mungu katika maisha yetu, hata katika familia zetu Bwana tulikushukuru, tulikuona ukiwa Mungu. Ndiposa Mungu wa ajabu asubuhi ya leo tunakushukuru na kusema ni asante. Maana kila mmoja wetu Bwana umemwamsha asubuhi ya leo Bwana na uhai. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu uishie milele. Asubuhi ya leo Bwana, kuna wale ambao hawajisikii vizuri Bwana, wengine wako mahali hapa na wengine wako manyumbani mwao. Asubuhi ya leo Bwana, tunataka kuwaleta mbele zako Mungu wa ajabu, ili Bwana ukaweze kuwashika na mkono wako wa uponyaji na ukaweze kuwaponya. Wengine jua kwamba wako vitarani mwao, wengine wako hospitalini Bwana. Wote Bwana tunataka kuwaleta mbele zako ili Bwana, maana Biblia inasema kwamba kwa mapigo yako Bwana tulipata uponyaji. Kwa hivyo asubuhi ya leo tunawaombea ili Mungu wa ajabu kaweze kuwafikia na kuweza kuwaponya, maana wewe ni Mungu uishie milele. Kuna wengine Bwana wamewachwa na watu wao na najua kwamba mioyo yao iko chini asubuhi ya leo. Bwana, nataka kuombea ili ukaweze kuwapatia faraja zile zinatoka kwako. Ukaweze kuwapatia nguvu Bwana. Ukaweze kuwasimamisha tena, maana wewe ni Mungu uishie milele. Kuna wale ambao wanasafiri na nataka kuwaombea ili Bwana ukaweze kuwafunika na damu ya Yesu Kristo. Mahali waendapo Bwana ukaweze kuwa na wao. Ukaweze kuwazingira na damu ya Yesu Kristo. Ukaweze kuwaonekania Mungu wa ajabu. Ukaweze kuwa mlinzi wao. Ukaweze kuwa ngao yao, maana wewe ni Mungu uishie milele. Na hiyo kwamba malaika wako wanaandamana watu wako. Kwa hivyo asubuhi ya leo nataka kuwaombea ili Mungu wa ajabu ukaweze kutuma malaika wako ukaweze kuandamana na watu wako Bwana. Ukaweze kufunika na damu ya Yesu. Damu ya Yesu ukaweze kuipaka katika miili yao ili Mungu wa ajabu ukaweze kuwa na usafiri wema. Nasema ni asante manake Bwana umetubarikia na mvua. Manake ni hiyo kwamba kila sehemu karibu nchi yetu ya Kenya Bwana iko na mvua. Na asubuhi ya leo Mungu wa ajabu tunakushukuru na nasema ni asante. Manake wewe ni Mungu uishie milele. Nataka kuombea wateule wako mahali wako Bwana Mungu, ili ukaweze kuonekania asubuhi ya leo. Waweze kuwapigania Bwana katika familia zao. Bwana, nataka kuombea kila familia ili Mungu wa ajabu kaweze kuingilia katikati ya kila familia Bwana. Kuna shida nyingi katika familia zetu Bwana, nataka kuzileta mbele zako ili Mungu wa ajabu kaweze kututatulia. Maana wewe ni Mungu uishie milele. Katika familia Bwana kuna haja ya chakula, katika familia Bwana kuna haja ya mavazi, katika familia Bwana kuna haja ya kazi. Bwana, nataka kuombea kila familia ili Mungu wa ajabu kaweze kutusimamisha na kaweze kutuonekania, kaweze kutupigania, maana wewe ni Mungu uishie milele. Asubuhi ya leo Bwana, nataka kuleta nchi yetu ya Kenya mbele zako ili Mungu nchi hii ukaweze kuilinda, ili Mungu nchi hii ukaweze kuifunika na damu ya Yesu Kristo. Kuna ile janga ambalo liko mbele yetu Bwana, janga la corona ama COVID-19 Bwana, nataka kuleta mbele zako ili Mungu wa ajabu hii shida ya hii plague Bwana ukaweze kutuondolea katika jina la Yesu Kristo. Maana Biblia inasema kwamba kwako hakuna kitu ambacho kinaweza kukushinda. Kwa hivyo Bwana, nataka kuombea ili janga Mungu wa ajabu kaweze kutuondolea Bwana. Sio nchi yetu ya Kenya peke yetu Bwana, ni janga ambalo linaumiza ulimwengu wote. Bwana, nataka kuombea kila nchi ili Mungu wa ajabu kaweze kuwapigania Bwana na kaweze kuonekania. Maana wewe ni Mungu uishie milele. Nataka kuleta hata kiongozi wetu wa taifa mbele yako Uhuru Kenyatta, hata wale ambao wanaongoza na yeye Bwana, ili Mungu ajabu kaweze kuwalinda, kaweze kuwapatia Bwana amani ile inatoka kwako, kaweze kuwapatia Bwana maarifa ya kuongoza nchi katika ile njia ambayo inafaa. Hata Bwana tunataka kuombea kanisa letu ili Mungu wa ajabu kama kanisa Bwana kaweze kutusimamisha, kama kanisa Bwana kaweze kutupigania wakati huu Bwana. Nikiomba Bwana ili Mungu wa ajabu kaweze kusimamisha wateule wako, kaweze kuonekania Bwana, kaweze kuwapigania, maana wewe ni Mungu uishie milele. Hakuna Mungu mwingine kama wewe asubuhi ya leo. Asante kwa kila mmoja ambaye ako mahali hapa Bwana. Mungu wa ajabu tunakushukuru na tunasema ni asante.
Bwana, haja zetu na shida zetu na shukrani zetu Bwana ukaweze kuzipokea. Maana wewe ni Mungu uishie milele. Wewe unajua haja za mioyo yetu. Bwana, kila mmoja wetu Bwana, hata akipatiwa nafasi ya kuongea Bwana ako na haja. Na naomba Bwana katika jina la Yesu Bwana, ukaweze kuingilia katika mioyo yetu Bwana na ukaweze kutatua shida zetu. Dhoruba zile ambazo ziko katika mioyo yetu Bwana ukaweze kutuondolea. Shida zile ziko katika mioyo yetu Bwana ukaweze kutuondolea. Maana ni wewe Bwana unatupigania. Ukaweze kutuongoza katika kila hali. Maana wewe ni Mungu uishie milele. Asante Bwana kwa uongozi wetu wa kanisa Bwana. Ukaweze kubariki Bwana. Naombea mapastors wetu Bwana ukaweze kuonekania na ukaweze kuwalinda. Naombea hata wachungaji wote Bwana. Ukaweze kuonekania Bwana ukaweze kuwapigania. Naombea washirika wote Bwana ukaweze kuonekania Bwana na ukaweze kuwapigania. Naombea hata praise and worship Bwana. Ukaweze kuonekania Bwana ukaweze kuwapigania. Maana wewe ni Mungu uishie milele. Bwana, katika mwenaji wa siku ya leo Bwana, nataka kumleta mbele zako ili Mungu wa ajabu kaweze kumtumia wakati ambapo wanapoleta neno lako. Mungu, naomba ili Bwana neno lako likaweze kutufikia kwa ile njia ambayo inafaa. Mungu kaweze kututumia kama chombo chako. Wewe ukaweze kupatia sauti ya neno lako na yeye akaweze kuwa tu chombo cha kupaza sauti. Ukaweze kumuonekana na ukaweze kumsimamisha. Maana wewe ni Mungu uishie milele. Asante kwa sababu ya ibada hii yetu Bwana. Bwana, mahali tumebakisha Bwana ukaweze kutuongoza, ukaweze kutuhifadhi. Tukiona tamati Bwana, tutakuwa na budi kusema ni asante. Maana wewe ni Mungu uishie milele. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatendeke nchi kama yatendekao kwa juu mbinguni. Utupe leo riziki yetu ya kutosha, na utusamehe makosa yetu kama nasi tunatukosea, usitutie majaribuni, bali utuokoe na yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu na hata milele. Amen. Tumefika mahali pazuri pa kusikia neno la Bwana ambalo Mungu ameweza kupeana mtumishi wake Rosemary Mutinda pastor, na nikiamini kwamba kila mmoja hata mkiwa nyumbani mko nasi katika mtandao. Nataka kukaribisha kila mmoja na tukukaribishe hata wale walio nyumbani, wale wanatazama kwa makopi. Ngoja tukaribishe Mungu. Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Ni wakati mwema Mungu ametutunikia tukaweze kukuja hapa ni kwa ajili ya kuliinua jina lake. Kwa majina ni Rosemary Mungu wa Mutinda. Furaha yangu ni kana kwamba Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Sijuti kusema Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Nataka kukaribisha wale tuko hapa katika ibada ya leo, na pia wale wako manyumbani nikiwaalika katika neno la leo tukaweze kujengana, tukaweze kuinuana na zaidi kushukuru Mungu umbali huu ametufikisha. Kiwa hapo nyumbani nataka kukaribisha hapa AIC Kayole West Jacaranda tukaweze kuwazana juu ya neno la Mungu. Nimesema jina langu ni Rosemary Mungu wa Mutinda, nimeokoka, Mungu ananipenda na ananichagua. Hivyo basi nataka tukaombe pamoja. Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na ni katika jina la Yesu Kristo, jina takatifu, jina teule, jina kimbilio letu, jina tegemeo letu, asubuhi njema hili tunakuinamia kama wanao. Asante Baba, ni kwa ajili ya kutupatia wakati mwema huu tukaweze kunena.
ama kuwazana juu ya neno lako. Baba, tunaomba ukatulinde na ukatuwezeshe, na zaidi ukatupiganie vita za yule mwovu shetani, kwa sababu hatuwezi bila wewe. Asante ni kwa ajili ya neno lako ambao tutaenda kusoma. Baba, naomba kama mtumishi wako ukanitumie kama chombo, ni kwa ajili ya kupasa sauti yako. Nipatie usemi, nipatie hata lugha ya kusema, na zaidi wale wanaisikiza wakiwa hapa na wengine wakiwa manyumbani na wengine wakiwa mahali wako. Baba, naomba kila mmoja ukatuwezeshe na ukatutie nguvu. Nitumie jinsi upendavyo, niwezeshe na unisaidie. Asante Baba, tuendapo kuanza tunaalika uwepo wa Roho Mtakatifu ukaweze kupenya na njia za kiajabu na za kipekee. Mwana wa Mungu, tuendapo kuanza tunaomba ukuanze na wewe, na tuendapo kumaliza Baba tukamalize na wewe. Wale wanaisikiza neno wache ikawe ni ya msaada kwao kuanzia sasa na hata kuendelea. Penzi yako yakatendeke, tusamee tukaweze kusikia kuomba kwetu, na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na hata nimeamini. Amen. Nataka tuwazane juu ya neno la Mungu, ama tukainuane kwa neno la Mungu kwa mstari ambao wengi wetu ama kila mmoja anaujua. Mahali tutaenda kusoma ni in the book of 2 Chronicles chapter number 7 verses 14 alone. And I want to read. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sins and heal their land. Praise God. What a challenging verse. Wakati kama huu mambo yanaenda vibaya, kila mtu anajihisi ni kama he is not secure. This is the right time to turn around na tuangalie neno la Mungu na tuelewe Mungu anataka tufanye namna gani. Mungu hajachoka nasi. There is still hope in God. Kuna tumaini katika neno la Mungu, na wakati tunaisoma Biblia inatuambia, inaturekebisha, inatufunza, inaturudisha katika laini. Na wakati kama huu nchi yetu iko na shida, wakati kama huu dunia mzima is shaken na kila mtu anasikia mimi siko safe, this is the right time to use such a verse. And my topic is repentance turns away God's wrath. In other words, kuitisha msamaha ama kubadilika kutafanya Mungu awache kukasirika na zaidi akaweze kutupokea kama wanawake, kama watoto wake. In other words, Biblia inatuelezea namna gani? Inasema if my people who are called by my name. Ni akina nani wale Mungu anaita my people? Formerly the Israelites were the chosen race, but sisi sasa kupitia siri ya msalaba, ninaamini kila mtu ukisema siri ya msalaba, Mkristo yeyote anaelewa secret of the cross. In other words, wale tuliweza kutambua wokovu wa Yesu Kristo, wale tuliweza kutambua umwangaji wa damu ya mwanake Yesu Kristo kupitia kwa msalaba. Ninataka kuelewa Mungu ndio anaita my people who are called by my name. And whenever we are saved, we are no longer just anybody. Sisi tunaitwa watoto wa Mungu. Sisi tunaitwa Christians. Sisi tunaitwa believers. Tunaitwa God's children. Ni kwa sababu tumebadilishwa. Ni kwa sababu kupitia kwa damu ambayo ni mwagwa tuliweza kununuliwa. Bwana Yesu asifiwe. In other words, God's people who are called by his name ni wewe na mimi, wale tuko hapa, wale tunaelewa damu ya Yesu Kristo ilimwagwa ni kwa ajili yako na ni kwa ajili yangu. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inatufunza na inaendelea kutufunza wakati kama huu tunasikia we are insecure, wakati tunasikia it is as if our walls are broken down, it is as if the enemy has broken in. This is the right time to understand. Je, Mungu anataka tufanye namna gani? Mungu anataka kutuelekeza namna gani? Na kuna mambo manne hapo Mungu alituambia, if my people who are called by my name. Na nimesema wale tunaitwa na jina la Mungu ni the believers, wale washabadilishwa kupitia kwa kumwaga damu ya mwana Yesu Kristo. Na ndio anasema kama watu wangu wale wanaitanishwa ama wale wanaitwa na jina langu watabadilisha mienendo yao
kuna mambo manne inatufunza. If my people will humble themselves, kama tutanyenyekea. Na je, nataka tujiulize, Wakristo wa siku hizi ni wanyenyekevu kiasi? Wakristo wa siku hizi wanaheshimiana? Wakati tunasema humbleness, tunaongea juu ya submissiveness, tunaongea juu ya respect, tunaongea juu ya honor ama kuheshimiana. Na je, Wakristo wa siku hizi wanaheshimiana kweli? Wakristo wa siku hizi wana humble themselves? Even in the church, do we respect each other? Wakati tunaangalia today's believers, they do not humble themselves. Wakati ninakukosea ninasema, na utanifanyia nini? And so what? I don't care. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa tuko pamoja. Imefika wakati wa Kristo wa siku hizi, ama the believers, ama the people who are called by God's name, do not humble themselves. They do not even respect themselves. Wakati tunakosana, matusi ni kama wale wako tu anywhere. Ni kama wale hawajasema tumeokolewa. Tunachukiana kama wale hawajaokoka. Watu wa Mungu, this is the right time. We need to humble ourselves. We need to follow God's decrees. Tufuate neno la Mungu. Ni kwa sababu Wakristo ama believers wa siku kama hii, they lack many things. And these are some of the things. They have no respect. Watu wa Mungu are not respected. Wanaweza tukana, wanaweza kupigwa, wanaweza kuambiwa maneno yote. Hiyo ni kuonyesha we lack respect. God wants respectable people. Anataka Wakristo, wale wamebadilishwa na damu ya mwana wake Yesu Kristo, tukue watu wa kunyenyekea. Tukue watu tunaelewa katika midomo yetu, I am very sorry. Forgive me. I will not repeat. But hiyo haiko kwa kinywa za watu wa Mungu, wale wanaitanishwa na jina lake. Wewe mwenyewe ukijiangalia, are you humble? Am I humble? Pastors humble. Believers humble. This is what we need to understand. Tujue Mungu anataka watu wa kaliba gani. Wale wanaitanishwa na jina la Mungu ni watu wanatakiwa kuwa namna gani? Mungu anataka watu wale wananyenyekea, wale wata-respect each other. Tukikosana, usiteleze ulimi wako na kuniambia so what? Na ukifanya hivyo, nikikufanyia hivyo, utanipeleka wapi? Do whatever you want. I don't care. That is very wrong. Na Mungu akiwa juu mbinguni, mambo kama hayo inamkasirisha. Kuna mambo mengine, jambo lingine ilisemwa, kama watu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja. Ninaamini kila mtu ananisikiza, wale tuko pamoja wakati kama huu. Mungu anasema kama watu wangu, wale wanaitanishwa na jina lake, watanyenyekea. That is one fact. Mungu anataka unyenyekevu kutoka kwa watu wale wanaitanishwa na jina lake. And that is ndio Mungu amekasirika. Ndio Mungu anataka kututisha katika line. Ni kwa sababu the Bible says he displeases those whom he loves. And that is why the Bible says, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him will not perish but have eternal life. And that is why Mungu anatupembeleza na anatuambia tukijipata tuko off guard, tuko off the line, we are not on the right track. These are the protocols. Vile tuko na protocols za COVID, Mungu ako nazo na anatuambia kama watu wangu wale wanaitanishwa na jina langu watanyenyekea. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili anasema, if only my people will pray. Kama watu wangu watajitoa na kuomba bila kukoma na kuniita wakati wote, wakati unaofaa na wakati usiofaa. Nikiamini huu hakika kwa believers, kwa yeyote yule, sio wakati unaofaa. Ni kwa sababu wale wanaomba on Sundays alone wako na changamoto kubwa sana. Ni kwa sababu wanasema after all the churches are closed. I have no time to pray. I pray near 6 hours. At this very moment I have nowhere to go. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu Uhuru amefunga kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Na hata asifiwe kweli. Nataka kusema Mungu anasema let us pray in season and out of season. 1 Thessalonians 5:17.
Biblia inatuambia namna gani? Let us pray unceasingly. Tuombe bila kukoma. Na wewe hapa unajiita unbeliever, na mimi hapa najiita unbeliever. And then I am happy nikisema kanisa limefungwa, hata mimi siku hizi hata siombi. Mama mwingine aliniambia, mimi sioni hata sitoi fungu la 10. Sasa natuma wapi na makanisa zimefungwa? Mimi hata siendi kanisa, and I've gotten a good way. Nimepata my good time kwenda kufanya kazi yangu. Nataka kukuambia Mungu anatuambia kama wale wanaitanishwa na jina lake watajiambo na wataomba. This is the right time. We need to communicate with our God like never before. Huu ni wakati tunatakiwa kuita Mungu, tukaweze kumwelezea Mungu tuko hapa, unajua, unatuona. We are not going to churches. We have no good time to pray. Pray at your home. At your home. Mungu anangoja kusikia. Mungu anataka kukuona na kusikia vile wewe mwenyewe utamwambia. Ni kwa sababu Mungu anapendezwa na maombi yetu, na maombi ya wale watu wanaitanishwa na jina lake. Anangoja kusikia tutamwambiaje about corona. Anataka kusikia tutamwambiaje kuhusu kufungwa kwa makanisa. Anataka kusikia maombi yetu tukilalamika, tukumwambia Mungu tuko hapa, tunahitaji kukuita, tunahitaji kukutolea, tunahitaji kuenda kwa kanisa na kukuita tukiwa pahali pako patakatifu. Ni kwa sababu at a time might be you want to pray and no good space, na una pahali pazuri, na una muda mzuri, na una pahali pa kuingia. Nataka kukuambia this is the right time. We need to pray like never before. Ingawaje makanisa zimefungwa, nataka kukuambia kwa Mungu hakujafungwa, communication ya Mungu haijafungwa, masikio ya Mungu haijafungwa. He is ready to hear what we are undergoing kupitia kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Tujitoe tukaweze kuita Mungu. And that is why ninasema kuna haja ya kuomba regardless of the situation, regardless of the conditions. Ni kwa sababu the condition or the climate now is not conducive, not unless you create your own time, not unless ujiweke pahali pako faragani ukaweze kuita Mungu. Mungu anataka kusikia tuko wapi, na anataka kutujue, anataka kujua tunasikiaje. How do we feel when we don't go to churches as believers, as people who are called by his name? Tunahitaji kuomba wakati kama huu. Mungu anataka kusikia. Tell God what we are undergoing. Tell God to heal our souls and heal us physically, to heal our land, that things may come to normal. Are you really praying despite the fact that the church people are not going to churches, despite the fact that we are so limited in the church? Are you ready? Are you doing it? Ni kwa sababu it is a requirement as per this verse. Mungu anataka humbleness. Mungu anataka to pray in season and out of season. And just like right now, it is as if it is out of season. Na Mungu anasema in season and out of season. We need to be ready to pray. Tuambie Mungu wetu, tumefika hapa. Tumejaribu, tumefika hapa Mungu. Lakini Wakristo wamepata wakati wa kulala vizuri sana. People do not pray. They do not care. Wanasema come what may, I don't give a damn. I know Mungu atakuja wakati atataka tufunguliwe. Bwana Yesu asifiwe. Are we really calling God? Ni kwa sababu kuna haja ya kuita huyo Mungu. Kuna haja ya kuomba. God is looking forward to seeing his people pray. The people say we need to pray. Mungu anataka tuombe wakati wote, but people look down on such things. Bwana Yesu asifiwe. Are we here? Are we praying? Are we humble? Ni kwa sababu tukiangalia mambo kama hayo hayafanyiki kwa believers. Believers talk carelessly. Believers move carelessly, behave carelessly. Praise God. This is the time tunahitaji kujinai, tujiwachilie mbele za Mungu, ndio Mungu akaweze kutuongelesha, ndio Mungu akaweze kutusikia. Na many times wakati unaangalia ama unasikia from the media, sana watu wanaleta maneno wakituambia
Wakristo amuombi na this is what will come upon you. If you do not release God's people, this is what will come. What about Christians? Are we standing on the gap? That is our question. Sisi tunafanya wajibu wetu? Kama tunafanya, well and good. Mungu atatujibu, Mungu atatuongoza. Ni kwa sababu anahitaji tukaweze kumfanyia kazi, anahitaji tukaweze kumwomba. And that is the only way we can talk to God. Tumwambie shida zetu, tumwambie tumefika wapi, tumwambie tunahitaji nini, kwa sababu anatuambia yeye ni mwingi wa rehema. Anatusikiza wakati wote, anangoja tumwambie tunahitaji nini. Ingawaje hata kabla hatujanena, Mungu wetu anaelewa. Anajua what we are going. Hakuna kitu utaambia Mungu aseme surprise. No, you cannot surprise God. He is all knowing. He is everywhere. He is everywhere. He is everywhere. So, it is not a matter of surprising God. Ni mambo ya kuongea na yeye. Tumwambie Mungu, we are here. We are stranded. We want to praise. We want to work for you. We want to pray. We want to fellowship, but here we've no time. Bwana Yesu asifiwe. Our God is very much ready to hear believers pray like never before. So, my friend, if you do not pray, if you are just waiting on Sunday, I am very sorry. I'm telling you, time is coming out of you. Unaendelea kupitwa na wakati. Ni kwa sababu tunahitaji kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Kuna jambo lingine nimesema, Mungu wakati tuko stranded, wakati kuna shida, wakati mambo imeshika watu globally, the whole world, not only Kenya. Nataka kukuambia kuna mambo yale Mungu anatupatia katika neno lake, ni kwa sababu it has all the solutions of the questions that we have. Jambo la tatu, Mungu anasema wale watu wanaitanishwa na jina langu, if at all they will seek my face. Bwana Yesu asifiwe. And how do we seek God's face? Ni kufanya namna gani? We praise God, we pray, we fellowship, we go to wherever, calling of his name, we sing, uplifting thy holy name, and be committed sana kwa kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu anataka watu wake wakimuita, anataka watu wake wakimuimbia. Sio lazima ukuje kwa kanisa ndio uimbe, you can sing alone. Sio lazima ukuje kwa kanisa ndio fellowship. Wakati unakaa kwa nyumba yako na watoto wako, you can fellowship. Make a fellowship there. Call God. Mwambie we are here as a family, God. We need you. Tunahitaji uwezo wako, tunahitaji nguvu zako. We cannot make it without you. Tunamuinua, tunamuchicha chochote tunahitaji. By praising, by singing, by fellowshipping, we uplift and we seek the face of God. Tunamtafuta Mungu. Wakati huu anapatikana ni kwa sababu a time is coming when you will not even hold that Bible, when you will not even praise, when you will not even fellowship, because the time will be over. This is the right time to seek God's face. Be committed. And as I have said, in season and out of season. Work for the Lord even when you are at home. Send your development money, send your tithe, send your offering, send whatever, send your thanksgiving. Ni kwa sababu the Lord is watching over you. The Lord is watching over me. And it is our time to understand. We need to seek God's face at a time like this. Wakati mambo si mazuri, wakati dunia imeenda kando, wakati Mungu amekasirika nasi, this is the time we need to seek God's face. Tukaweze kunyenyekea, tukaweze kumpembeleza, ndio akaweze kubadilisha nia zake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu wakati tunanyenyekea, wakati tunamuomba, wakati tunatafuta uso wake bila mchezo, ni kwa sababu at times we are not committed. Christians we say we do this, we do not do. Reasons you know it better. Na Mungu wetu anasema tujitoe, tumfanyie kazi.
na ukimjitoa na ukimkaribia, Biblia inasema whenever you come closer to him, he will also come closer to you, and whenever he comes closer to you, atakuonyesha mengi na makuu, na tutaendelea, na Mungu wetu atainuliwa, na wewe utamuinua on the other hand. Kwa hivyo believers, I am telling you, our God is happy to see people who are ready, who are committed to work for him, regardless of the situation, regardless of whatever is happening around. Ni kwa sababu mambo yataendelea na kukuja. Majaribu, Biblia inasema hayana budi kukuja, lakini sisi believers we can stand on the gap. Kuita huyo Mungu, tumwambie yes, tunajua, but Mungu tusaidie. Mungu simama nasi. What are you really doing? What am I doing? Even at times we can give. Even at times we can praise God. Even at times we can fellowship. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Bwana Yesu. We need to wake up na tujue might be mambo hayataonekana tena mazuri. Might be tuendelee. Someone says there is the fourth wave. What about when the fourth wave comes? If you are not praying, even in the first wave, even in the second wave, even in the third wave, might be there is the fourth and the fifth. What will you be doing if you are just idle this right moment? There is an information I heard from the media. There is a strong wind that is coming to pass through Tanzania. It might be it will touch Kenya, and mostly in the sea in Mombasa. So, are we still getting well? How we are getting bad? Bado mambo ni kama yanaendelea kukua mambaya. Kwa hivyo, it will better usimame imara wakati kama huu. It will better ujengwe. Ni kwa sababu tunaambiwa majaribu yanakuja kujenga imani yetu. Kama imani yako haijajengwa na corona, the first wave, the second wave, the third wave, and even the fourth, might be it is coming, utasimama namna gani as a believer? Kama mtu unaitanishwa na jina la Mungu, utasimama namna gani? Utasimama katika hewa? No. This is the right time. Ujenge imani yako. Usimame imara, believers. Watu wa Mungu, tukaweze kusimama. Tukaombe. Wakati unaofaa na hata wakati usiofaa. Ni kwa sababu hatujui what tomorrow will bring. Kesho inaweza leta hiyo. That is strong wind. Na hiyo strong wind inaweza pitia mpaka hata Mombasa na ikuje mpaka hapa tuko. What will you do? If you are not praying, this is the right time. We need to simama imara na tuombe Mungu na tumuite na tujitoe. Wale watu kukua tumejitoa, this is the right time tuanze kujitoa. Let us fast and pray. Tuite huyo Mungu wetu akaweze kutusimamia, akaweze kutushindania wakati wa majaribu, wakati wa shida. Indeed, kila mtu is shaken kwa sababu hatujui kesho kutakuwa namna gani. These waves, the third, the fourth, hatujui zitafika wapi. Kwa hivyo ni juu yetu wa Kristo, wale watu Mungu anasema tunaitanishwa na jina lake, tuombe, tukaweze kuongoza, tukawe kielelezo kwa wale hawaombi, wakaweze kuona tukiomba na Mungu anatujibu, nasema hakika huyu ni Mungu ambaye tunahitaji kubadilika na kumuomba. Bwana Yesu asifiwe. Mahali huko unaomba, do people emulate your behavior? Ama wanasema kama hiyo kanisa inaenda na fulani, kama huyo ndio Mungu, then mimi sioni nikimkaribia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna jambo la mwisho. Wakati tutabadilika, then when we shall, wale watu wanaitanishwa na jina langu, wakati watabadilika, wawache mienendo yao miovu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni kumaanisha Mungu anaona Wakristo wanaenda vizuri, behavior zetu hazimpendezi, kuongea kwetu hakumpendezi. Ni kwa sababu tunachukiana, tunaongea against brothers. We do not love each other. Wakati unanikosea, nataka kukuambia sitaki kukuona. Kama unanidai kitu, ni kama unataka kuniaibisha kila pahali. Nataka kusema namna gani? Mungu anatuambia lazima tutoke kwa mambo kama haya. Lazima tulete upendo. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unachukia watu wangapi? Mimi nachukia watu wangapi?
Let us turn from our wicked ways. Ukiangalia upande na upande. Hapo zamani ulikuwa unakaa sana kitambo usikie mtu aliuawa. Lakini siku hizi nataka kukuambia ni kama ndawa, asubuhi, mchana na jioni. People are killed, others are killing themselves. Ni kwa sababu hawana tumaini. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tutakosa tumaini ndio tutajua. Mimi nimeongea na watu wengi sana wakiniambia sioni maana ya kuishi hii maisha. Imekuwa too much for me. Nimeombea vijana watatu walikuwa wanataka kujinyonga. Tukiwa hata kwa kazi. Na tuliongea tu mbele ya watu. Hapo nje tu kila mtu akituona. Nataka kukuambia they have changed. Ni wasichana wazuri na hata wote ni firstborns. Nilijaribu kuongea na wao. Nikamwauliza, wewe unataka kujiua? Na watu Kenyatta Hospital wamewekwa oxygen wasije wakakufa. Na wewe uko mzima wa afya na unataka kujiua. Tukaongea, tukaomba na wamebadilika. I want to thank God for that. Nataka kusema let us not lose hope. Mungu bado hajamalizana nasi. Mungu bado anatupenda na anatuambia tubadilike. Immorality iko everywhere. Si kwa watoto, si kwa wazee, si kwa wavulana, si kwa everything. Ni juu yetu tujue, where are we? Wakristo tuko wapi wakati watu wanajinyonga? Wakristo tuko wapi wakati dunia imeharibika? Wakristo tuko wapi wakati watu hawajaenda kanisa na uko karibu na wao? What are you really doing? Are you really doing your work? Ni kwa sababu tunaambiwa tubadilishe our wicked ways, kuonyesha Mungu anatuangalia akiwa juu mbinguni. Anaona watu wabaya, anaona watu wanamwabudu, anaona watu wanajiita Wakristo, watu wanaitanishwa na jina la Mungu, watu waovu. Anaangalia kwa kanisa, hao ni watu wazuri, hao ni ukweli, hao ni watu wanapendana. Na anasema bado sijachoka na nyinyi. Bwana Yesu asifiwe. Bado tuko na tumaini. Anatuambia if only we can change from our wicked ways. Kama utaweza badilisha mdomo wako, uanze kunena vizuri, unyooshe maneno, uongee ukweli, ukuwe faithful. Anasema he is ready. Bwana Yesu asifiwe. Anakungoja wewe, ananingoja mimi. Nibadilishe tabia zangu kama Mkristo, kama mtoto wa Mungu. Ninaitanishwa na jina la Mungu. Ananingoja, anakungoja. Kama uko bado, this is your right time. Ubadilike, kwa sababu anatuambia kama tutabadilika, tutoke katika njia zetu mbaya. Mungu anatuangalia. Anaona umbaya ule uko Kenya, anaona ule umbaya uko everywhere. Anaona the killings, anaona chuki, anaona kukosa upendo kwa watu wa Mungu. Nikikunenea siogopi. Nikinena mambo mabaya against unbeliever, I don't care. Na hiyo ndio yale mambo Mungu anataka tutoe katika midomo yetu. Tubadilishe tuwe watu wako na utu. Watu wanamuogopa Mungu. Wakati ninakukosea, I am ready to humble myself and kwambia I am very sorry. Forgive me. I will not repeat. Bwana Yesu asifiwe. Are we such people? Mungu anataka tutoke kwa hiyo menendo wa zamani, tutue utu wa kale, turudi tukaweze kubadilika, ndio tufanye wapya. Watu wameoana. Mwingine aliniambia alisikia kijana mwingine akiambia mwingine, mimi kuua mtu ni kama kukunywa soda. Bwana Yesu asifiwe na atasifiwa hapo kweli. Imagine kuua ni kama kukunywa soda. Na ukiimani vile kukunywa soda ni rahisi, na yeye vile kuua mtu ndio hivyo. Nikaona yes, we are lost generation. Tuko watu wamepotea. Tuko watu wameacha njia za Mungu. And this is the right time. We need to turn from our wicked ways. Ni kwa sababu God is not yet done with us. Anahitaji kuona watu wanaitisha msamaha. Anahitaji kuona watu wamebadilisha nia zao. Anataka kuona watu wanapendana. Tukiita believers, kama niko na shida, unanisaidia kama sister. Kama you are a believer, unanisaidia kama brother. But sio lazima nikuonge ndio unisaidie. Sio lazima nikupatie, unipe nikupatie. Hapana, that is not the type of believers Mungu anapenda. Anapenda watu wale wanapendana. In season and out of season. Wakati unaofaa na hata wakati usiofaa. Kwa hivyo tuelewe, people are not committed to the work of God. Watu wanafanya kazi ya Mungu na uregevu sana.
Watu wanafanya kazi ya Mungu as if God is just another brother. We do not value God as God. Hatuoni the sovereignty that is in God's name. Hatuoni the power that is in God. Power ile ilifanya maji ikatawanyika. Power ile imefanya jiwe likatoa maji. Power ile ilifanya wana wa Israeli wakaweza kukula mahali in a desert whereby you cannot even get food. God is so powerful. Power ile ilifanya resurrection ya Yesu Kristo ikakua. Kwa hivyo tunahitaji toka hapo. Let it go. Yale hayakupendezi, yale yapendezi Mungu, jioji na jiangalie, tukaweze kujua ni wapi tumeenda kando. Ni kwa sababu Mungu anasema let us turn from our wicked ways. Hiyo ni kuonyesha Mungu apendezi na tabia zetu, Mungu apendezi na menendo yetu, Mungu apendezi na yale tunaongea, Mungu apendezi and with the way we relate to each other. We need to change from such things. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu anatuambia tukibadilika tu, when we humble ourselves, when we pray seriously, when we seek His face with a lot of concern, and then turn out from our wickedness, behavior zile zimependezi, there is a promise. Anatuambia namna gani? I will hear from heaven. Nitasikia maombi yenu, nitaona kunyenyekea kwenu, nitaona vile mnatafuta uso wangu kwa kujitoa. Tutaona vile wamama mnaita Mungu, mnaomba bila kukoma. Bwana Yesu asifiwe. I will hear from heaven. Anakaanga mbinguni anasema nitayasikia mambo yenu. Bwana Yesu asifiwe. Nikiwa huko juu mbinguni, na nitafanya namna gani? When you believer could understand, if at all we can turn from all those. Mungu anatuambia mimi nitasikia kutoka juu mbinguni. Nitasikia sauti ya wale watu wanaitwa na jina langu. If they will just repent, waseme Mungu tusamehe. Mungu tumekuja kutafuta uso wako. Baba tunanyenyekea ukaweze kutusamehe na ukatuoshe kutokana na udhalimu. Anasema I am God. Ni kwa sababu bado ninawapenda. Anasema namna gani mtasikia kutoka juu mbinguni? I will forgive you your sins. Bwana Yesu asifiwe. Do you want to be forgiven? This is the right time. Waambie Mungu niko hapa nikitaka kusamehewa. Mungu niko hapa nimebadilika. Mungu niko hapa nikitafuta uso wako. Mungu niko hapa nimenyenyekea na ninaomba. Nataka kukuambia Mungu anasema yote nitasikia nikiwa mbinguni. Kwa sababu anasema his eyes and his ears are wide open. Kusikia na kuona kilio chetu. Bwana Yesu asifiwe Kristo. Mungu anasema nitasikia nikiwa mbinguni. I'll forgive you your sins. Na wakati nitawasamea, I'll just forget. And then I will heal your land. Bwana Yesu asifiwe. We have such things to do. And then our land will be healed from corona. Locusts will be no more. And all other things. Na hizo vitu tunasema they are just coming. Nataka kukuambia Mungu anasema zote nitafanya namna gani? I will heal that land. HIV will be no more. Cancer will be no more. Whooping cough will be no more. Everything. We shall just be very free. We shall walk free Christians, free believers from all the diseases. Mungu atatusamea na Mungu atatuwezesha. Ni kwa sababu anasema hakuna jambo ngumu kwangu. Yako ni kufanya just repent of your sins. I am just, I am faithful, I will forgive you. And then I will wash you from all the everything, all the unrighteousness. Hata kumbuka yale mambo ulifanya. Bwana Yesu asifiwe. Na basi atahili our land. And the last one, John 1:7. Biblia inasema wakati mambo yalikuwa yameharibika katika maji, walifanya namna gani? Walijioji, wakajiuliza, tujiulize ni nani amekosea Mungu? Who might have caused this calamity? Ni nani? Ni sisi? Ni wenye kutembea na meli? Ni travelers ama ni nani? Walijiangalia mpaka wakajua, wakakuja kuona ni Jona. Bwana Yesu asifiwe. Neno langu la mwisho, jioji wewe mwenyewe. My tube is a person. My child is a person. Inaweza kuwa ni mapasa wamefanya hii calamity ikuje. Inaweza kuwa ni
tujionje, tujiangalie. Let us revisit ourselves, na tujiangalie tuone ni wapi kumeharibika, na tuweze kubadilika na tukaweze kufuata Mungu. Anasema akiwa mbinguni atatusikia na atatusamea. Bwana Yesu asifiwe. Tuombe pamoja. Tunakushukuru mara tena ni kwa sababu Mungu wewe ni mwingi wa rehema. Asante kwa ajili ya neno lako ambao umetufunza. Unatuambia bado kuna tumaini na bado unatupenda, ni kwa sababu ulitupenda hata kabla hatujakupenda. Asante ni kwa ajili ya neno lako ambalo limekuja kwa wakati kama huu. Wakati tunasikia we are very insecure, wakati kila mtu anasikia he or she is shaken, ni kwa sababu ya shida ile iko katika hili dunia. Baba, tunajua kuna jambo ngumu kwako. Asante Baba ni kwa ajili ya kutufunza what we supposed to do. Tunahitaji kujihumble. We need to pray. We need to leave our wicked ways. Na zaidi tutafute uso wako kwa kujitoa. Maana Mungu, asante kwa sababu there is a promise that utatusikia ukiwa juu mbinguni, na utatusamea na utatuosha kutokana na udhalimu wote. Na Baba, zaidi you will heal our land. Baba, tuko hapa. Unajua shida zetu. Dunia yetu iko na shida ya corona na magumu mengi. Na Baba, yote unayajua. Hata wakati huu makanisa zimefungwa. Na Baba, tunaamini utaenda kutuponya. Utatuponya physically and also spiritually. We need you Father. Tunakushukuru na tunaliinua. Asante kwa ajili ya neno lako Baba, enda wacha ikabubujike katika mioyo yetu. Wacha ikawa ya msaada kwetu na ikatusaidia kuanzia sasa na hata kuendelea. Napo kuona kila jambo likienda vizuri Baba, enda ukakumbusha roho zetu kukushukuru na kuliinua jina lako. Pokea sifa zako milele na milele. Tusamehe tukaweze kusikia kuomba kwetu. Na ni kwa Yesu Kristo nimeomba na hata nimeamini. Amen and amen. May God bless you church.